kwamba ningeshakosa haki zangu za msingi, pesa yangu ambayo nimetafuta kwa jasho langu mimi nitawafika. Mimi hivyo basi, mimi nashukuru kwa ufuatiliaji. Naona hili jambo lina ufuatiliaji mzuri sana. Hili ni jambo muhimu, kwa sababu unaposhughulikia jambo alafu sasa ikawa halifuatiliwi, linakuwa halina uzito. Lakini kwa hili namna ambavyo hili dawati linafanya kazi, kwamba ni chombo muhimu. Kila Mtanzania ana haki ya kupata msaada wa kisheria bure kulingana na Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na sheria mbalimbali zinazotawala huduma ya msaada wa kisheria. Na hii hutolewa ili watu wasiojiweza kufuata taratibu za kisheria kwa usawa, pia kuzuia unyanyasaji na ukiukwaji wa haki za binadamu. Katika kuhakikisha wananchi wanapata haki na usawa wa kisheria, zipo shughuli mbalimbali za msaada wa kisheria zinaendelea, ikiwamo kampeni ya msaada wa kisheria ambayo inaitwa Mama Samia Legal Aid Campaign, yaani MSLAC, ambayo inalenga kutoa msaada wa kisheria kwa watu wote kwa njia ya ushauri, elimu na usuluhishi kwa njia ya maridhiano, yaani amani, yenye lengo la kuendelea kudumisha amani kwa Watanzania. Karibu litambue dawati la MSLAC lililopo halmashauri ya mji wa Masasi, tujue historia kwa ufupi pamoja na mafanikio yake. Mtuvu Asmani ni afisa maendeleo wa halmashauri ya mji wa Masasi anayewakilisha dawati la MSLAC, ambaye hapa anaeleza undani wa dawati hilo. Mbele yenu nipo kulitambulisha dawati. Dawati hili limetokana na kampeni ya msaada wa kisheria wa Mama Samia, kimaanisha Samia Legal Aid Campaign. Dawati hili limeanzishwa mnamo mwaka 2023 mwezi wa 4. Baada ya kuanzishwa hapo ukatokea na uanzishaji pia baada ya kampeni kuitambulishwa ukatokea na uanzishaji wa madawati hayo kwa kila halmashauri hapa Tanzania. Madawati hayo yalianzishwa mwaka 2024 mwezi wa 10. Kwa kila halmashauri hapa Tanzania kuna dawati la msaada wa kisheria la Mama Samia lililopo katika idara ya maendeleo ya jamii. Dawati hili linatoa msaada wa mambo ya kisheria. Mambo hayo ikiwemo mambo ya ardhi, ndoa na talaka, mirathi na wosia, haki za watoto, matunzo ya watoto, jinai, madai na kadha wa kadha. Mambo yote yanayohusiana na mambo ya kisheria, dawati hili lipo responsible kwa ajili ya kulisaidia, kama kutoa elimu, kutoa ushauri, kutoa mwongozo pale mtu anapofika na kesi yake hajui wapi pa kuanzia. Dawati linatoa ushauri kwa kumshauri aanze wapi, aishie wapi. Pia dawati hili linatoa usaidizi wa mawakili kwa mtu ambaye ana changamoto kubwa ya kesi yake ambayo inahitaji wakili, basi dawati hili linamsaidia kupata wakili kwa yule mtu ambaye hana uwezo wa kuafodi gharama za mawakili. Kwa halmashauri ya mji Masasi tumefanikiwa kutoa elimu kwa wananchi takribani 16694, kutoa elimu mbalimbali zinazohusiana mambo ya ardhi, haki za binadamu na mambo yote ya kisheria. Bimtuvu anatueleza mafanikio ya dawati ndani ya halmashauri ya mji Masasi, ambapo anaeleza kuwa kesi zaidi ya 74 zimepokelewa kwenye dawati lao na tayari kesi 50 zimeisha kwa njia ya usuluhishi wa amani na kesi 24 zinaendelea kushughulikiwa. Kesi zaidi ya 50 zimeisha na nyingine zinaendelea kwenye utaratibu wa kuzitatua kesi hizo. Miongoni mwa kesi hizo ni kesi ya Bwana Abedi Mbelengo na Biflora Mkondia, ambayo kesi hii imechukua takriban ya miaka 12. Wameanza kwenye ofisi za mahakama ya mwanzo hadi kufikia mahakama kuu iliyoko Mtwara. Baada ya kuchukua muda mrefu, wateja hao walikuja ofisini kwetu. Kwanza walishafikisha kesi yao Dodoma katika Wizara ya Katiba na Sheria, wakaliratibu kesi hii, pia wakarudi ofisini kwetu halmashauri ya mji Masasi. Tukakaa wote kwa pamoja, tukafanya mazungumzo ya amani
mlalamikaji na mlalamikiwa wakakubali kuridhiana. Kwa hiyo mlalamikiwa alikubali kurejeshewa fedha yake ambayo alinunua kwa kipindi hicho cha miaka ya nyuma iliyopita bila kuongeza advance yoyote. Hakujali muda gani amehutumia na thamani ya sasa hivi iliyopo, ambayo alirudisha kiasi cha shilingi 1,50,000 na mlalamikaji aliridhia kumrejeshea pesa yake. Hivyo mgogoro huu ukaisha kwa njia ya maridhiano na wote kwa pamoja waliridhia. Hadi sasa hivi tuzungumzapo, mlalamikaji ashapata shamba lake na Bwana Abeid ashapewa pesa yake. Kwa hiyo mgogoro huu umeisha kwa amani kabisa. Hii yote imetokana na faida ya kampeni ya msaada wa kisheria wa Mama Samia. Je, ilikuwa rahisi ama ilikuwaje hadi mzee Abeid Mbelengo akaridhia kuachia shamba kwa Bi Flora Mkondya baada ya kesi yao kudumu kwa zaidi ya miaka 10 mahakamani? Na upi ushauri wa mzee Abeid Mbelengo kwa jamii kuhusu dawati la Mama Samia Legal Aid Campaign? Sasa kuhusu shamba, mimi nilinunua shamba mwaka 2011 maeneo ya Mkarango ambayo iko ndani ya halmashauri ya Masasi kama kilomita 6 au 8 kutoka hapa mjini. Ile shamba mimi nilinunua kwa msimamizi wa mirathi ambaye pia ni mtoto wa marehemu. Ndio. Sasa kama ulivyosema kwamba mmoja wapo katika wanafamilia au wanufaika hakuridhika na kwa kweli ile eneo lililouzwa lilikuwa katika mgawanyo, lijigawe yule msimamizi wa mirathi. Ndio. Akasema mimi ninauza ili niweze kufanya nini? Kufuatilia mirathi. Ndio. Ilikuwa haijapatikana. Basi na kwa kweli mimi nilinunua ile shamba si kwa sababu ya tamaa kwamba ninahitaji shamba. Ila kwa nia kusema kwamba tusaidie. Okay. Sababu wana familia nilikuwa nawafahamu. Huyo marehemu niliye kufanya naye kazi. Kwa hiyo nikasema kama kuna tatizo kama hilo basi ngoja. Sasa lile shamba mimi niliuza kwa shilingi 1,150,000. Ile 50,000 ilikuwa ni ya mashahidi. Sasa yule ambaye hakuridhika akaanza kesi. Kwa hiyo kesi ilianzia baraza la kata la ardhi. Baraza la kata. Kule ndani ya Ngose kule. Ni kata Temeke. Kata Temeke. Ndio. Kwa hiyo kule mimi nikashinda kesi kwamba niliuza halali. Sikupora kwa sababu alikuwa ameshika kwamba nimenyang'anya shamba limevamiwa na nini. Ni watu walipokagua nyaraka wakutoka kwamba mimi sijavamia. Ni maudhiano. Ni maudhiano ambayo ni halali, ambayo ameshuhudiwa na mashahidi lakini pia na uongozi wa serikali ngazi ya kijiji na ngazi ya kata. Okay. Basi kesi pale mimi nikapata ushindi. Ile mama hakuridhika, akaendelea na kesi, akakata rufaa kwenda mahakama ya ardhi wilaya. Wakati ule mahakama ya ardhi wilaya ilikuwa tunalazimika kwenda Mtwara. Ndio. Kwa hiyo kesi inaendeshwa Mtwara, mimi nikashinda. Hakuridhika, akapeleka akakata rufaa kwenda mahakama ya ardhi ya mahakama kuu ya ardhi kanda ya Mtwara. Okay. Basi tumeendeshana na hiyo kesi. Jaji wa kwanza akatoa hukumu kwamba mimi nimeshinda, sijavamia kama yanavyodai. Jaji wa pili vile vile akatoa haki kwangu. Jaji wa tatu akatoa haki kwangu. Lakini kila mara ilipotokea hivyo yule mama hakuridhika, akiona yule jaji ambaye alitoa hukumu amehama, amekuja mwingine anaenda ananikatia summons. Okay. Hukumu ikipita anapotea kimya akisikia amehama na sija kuna mtu anawasiliana anaenda tena kuchukua summons ataniletea. Kwa hiyo kesi iliendelea hivyo kwa muda mrefu. Ndio. Fikiria toka mwaka 2011 alipokuja jaji yule wa 4 akampa haki yeye. Sasa mimi sikuridhika. Majaji watatu wote watende kinyume na baraza la kata, baraza la wilaya la wilaya la ardhi. Nikaona hapa kuna mambo ambayo mengine sijaelewa na sikuridhika na ile hukumu. Kwa hiyo na mimi nikakata rufaa kwenda mahakama ya rufaa.
Sasa kilichotokea nilipomletea summons huyu mama ambaye mara kwa mara mimi alikuwa ananiletea summons kwamba bwana unaitwa mahakamani. Mimi sikuridhika na maamuzi ya mahakama. Kwa hiyo tunaenda mahakama ya rufaa. Alikataa kusaini summons na kutokea mahakamani. Sasa baadaye yule mama alipoona hivyo akaleta mabroka. Sasa mimi nimeshinda, siwezi tena kwenda mahakamani. Kwa akawatuma mabroka kuja kufanya nini? Kunyang'anya shamba. Kama siwezi kutoa shamba, nikamwambia mabroka. Hii kesi mimi sijaridhika na hukumu, nimekata rufaa. Basi yule mama akaenda nafikiri Dodoma. Akamtafuta Mama Samia, Mheshimiwa Rais wa nchi. Akamlalamikia, mimi nimevamia shamba niko hoja, mimi nitakusaidia. Akampeleka Wizara ya Katiba na Sheria ambako pale kuna kitengo cha Mama Samia Legal Aid. Dodoma akanipigia simu, mimi naongea na Mzee Mbelemo, ndio. Bwana hapa tumepata malalamiko. Kweli wakaja. Basi wakati kesi imeshadumu miaka 15. Fikiria 2011 mpaka 2025. Ni miaka 15 solid. Basi wale wamekuja Disemba, sijui malalamiko aliyapokea mwezi wa ngapi, lakini kwamba wamekuja Disemba 2025. Ndio. Basi tukakutana, wakatuambia kwamba mimi kaniambia na yule mama alikuwepo kama sisi tumekuja kwa lengo moja tu la kutaka kupata maridhiano au suluhu nje ya mahakama. Ndio. Kwa hiyo kwanza mnatakiwa mwe tayari kutoa mashauri mahakamani endapo kutaridhiana. Ndio. Alafu tutasainiana mkataba hayo maridhiano. Nikamwambia mimi niko tayari. Kama hii kesi inaweza kaisha nje ya mahakama, mimi nitashukuru sana. Tuka timu kama ya watu 10 hivi. Basi. Kwa hiyo wakaniuliza kama niko tayari kurejesha shamba. Nikamwambia niko tayari kurejesha shamba kama kweli kesi itaisha kwa utaratibu huo. Kwa sharti la kwamba mimi anirejeshie pesa ambayo nilinunulia shamba. Ndio. Sihitaji fidia zaidi ya hapo kwa sababu kesi imeshanichosha, kama ni gharama nimeshaingia kutosha. Na huyu mama mimi ninavyomuona hawezi kunilipa gharama ambazo nimezifanya. Ndio. Naweza mahakama kuendesha kesi huko kote nilikuwa natumia pesa. Na kusafiri. Wakati mwingine nilikuwa nasafiri kutoka Kagera. Ndio. Kuja kwenye kesi. Mtwara kwenye kesi. Unaona? Wakati tayari mimi nilishakuwa nafanya kazi kule. Ndio. Sijastaafu. Ndio. Basi wakasema sawa, ngoje tuongee na huyu mama. Akaongea naye, akakubali kurejesha hiyo pesa. Basi tukasainiana mkataba wa maridhiano au tuseme hati ya maridhiano kwamba kwa sharti ya kwamba akirejesha hiyo pesa mimi nimkabidhi shamba. Ndio. Na tukufanya kienyeji, tulisainiana ule mkataba mbele ya timu ya wasaidizi wa kisheria. Ndio. Lakini pia kwa ofisi ya mkurugenzi na tukaenda mpaka ofisi ya mkuu wa wilaya. Basi kwa hiyo maridhiano yalikuwa yanajulikana officially rasmi kiofisi. Okay, sasa mzee, kwanza mimi nikupongeze pia kwa moyo wako wa kuridhia. Shamba lilikuwa na ukubwa gani? Eka 8. Lakini kitaka tunifahamu, ukiachana na maridhiano ambayo walikutaka Mama Samia Legal Aid kampeni muweze kuyafanya wewe kurejesha shamba, kipi kilikusukuma hasa ukaona acha tu nimwachie hili shamba? Kitu kikubwa. Mimi si mtu wa kupenda misukosuko na hasa ya kesi. Ndio. Mimi wanasema fadhali mtu anikosee mimi itakuwa ni rahisi kwangu kumsamehe kuliko mimi nimkosee mtu, kwa sababu sielewi ana moyo gani. Na wewe unasamehe. Lakini pia hilo jambo lilisababisha taharuki kubwa sana na ukosefu wa amani ndani ya nyumba yangu, ndani ya familia, ndani ya nafsi yangu. Kwa nikasema nikaamua kuchagua amani badala ya hiyo misukosuko ya kesi. Mzee, badala ya kurejesha shamba nasikia ulipewa zawadi. Nilipewa kama yani kwanza ni pongezi. Nilipewa kama pongezi kwamba ulichokifanya angalau na sisi tukuunge, serikali inakuunga mkono. Kwamba ulichokifanya ni kitu cha thamani sana. Mimi nilikuwa nafanya hivi kama nilikuwa naona kama ni kitu cha kawaida, lakini kumbe serikali ikaona kwamba ni jambo kubwa sana. Kesi ambayo ilidumu mahakamani miaka 15. Lakini kupitia msaada wa Mama Samia Legal Aid campaign imeshughulikiwa kwa muda wa takribani
mwezi mmoja hadi miwili ikaisha kabisa, na mpaka sasa hivi hakujawahi kuibuka tena mgogoro, kwamba kwa sababu wakati ule wakati kesi iko hawajali kesi iko mahakamani, hawajali kesi iko polisi, hawajali kesi iko baraza la kata, kila mara napigiwa simu na mtoto na mama na mjomba na kaka sijui na nani kuulizia hiyo kesi vipi, utahama hapo, si utaachali ni shamba. Lakini tangu hii suluhu haya maridhiano yalipotokea, hakujatokea tena ufuatiliaji wote kutoka upande ule, maana kwamba amani imeendelea kutawala. Amani imeendelea kutawala kama ambavyo niliamua kufanya hivi kwa kuamini kwamba amani itapatikana. Mimi hivyo basi, na mimi nashukuru na kwa ufuatiliaji. Naona hili jambo lina ufuatiliaji mzuri sana. Hili ni jambo muhimu. Kwa sababu unaposhughulikia jambo alafu sasa ikawa halifuatiliwi, linakuwa halina uzito. Lakini kwa hivi namna ambavyo hili dawati linafanya kazi, naona kwamba ni chombo muhimu. Kama ningeomba ushauri, kama unashauri nini, mradi uishe, uondolewe au uendelee, mimi ningesema kwamba uendelee kwa sababu ni wa manufaa sana. Basi shukrani. Tatizo kubwa nafikiri watu hawana elimu. Mimi mwenyewe sikufahamu kama kuna watu kama kina Mtuvu hapa wanaweza kutoa misaada ya muhimu namna hii. Kwa hiyo itolewe elimu kwa wananchi ili wengine wenye matatizo kama ya kwangu waweze kunufaika na hili dawati. Kesi nyingine ni baina ya Bi Tumaini Saidi Mwikoni na Bwana Ashraf Ayubu. Hii ni kesi ya madai ambayo iliwahusisha wanandoa hawa ambao wamekaa kwa muda mrefu. Mwisho wa siku wakawa na vitu vyao walivyovichuma ndani ya ndoa yao. Mwisho wa siku walivyotengana, kukawa na madai baina yao. Kesi hii imechukua takriban ya miaka 5. Bwana Ashraf alikuwa hakuridhia kulipa pesa ambayo alikuwa anadaiwa na mke wake, lakini baada ya kufika kwetu kwenye dawati tuliwasikiliza na tuliwashauri. Bwana Ashraf aliridhia kulipa pesa, lakini kupitia mahakamani. Hivyo basi hadi sasa hivi Bi Tumaini anazidi kupokea pesa yake na anaendelea, tulivyomhoji maendeleo ya ulipaji wake unaendelea vizuri. Tumaini Mwikoni analishukuru dawati la Mama Samia Legal Aid Campaign kwa kushughulikia madai yake yaliyodumu zaidi ya miaka 5 na aliyekuwa mpenzi wake Ashraf, huku kesi ikiendelea kwa miaka mingi bila mafanikio. Ila dawati lilimwezesha Bi Tumaini kufuata njia za kisheria ambayo mahakama ilimwamuru Ashrafu amlipe Bi Tumaini pesa zake. Nilivyoelekezwa kwenye dawati la msaada wa kisheria la Mama Samia Suluhu Hassan, kwa kweli mapokezi ya wale mabinti nifurahia sana sana na sana, kwa sababu hivyo nielekeza na wakafuatilia malalamiko yangu, vielezo vyangu, wakaona moja kwa moja amri moja ifanyike ya kwamba yule mdaiwa atafutwe mara moja na yaani afanyiwe mkazo wa kulipa ile deni. Kwa hiyo namshukuru Mungu pia kwamba yule mtu ameshakubali. Kwa hiyo na ile pesa kila tarehe 30 ya mwezi naenda mahakamani natoa pesa yangu, kwa maana deni lilikuwa ni shilingi 2,200,000 mpaka sasa hivi ameshalipa shilingi 550,000, bado shilingi 1,620,000, ambao kutokana na hali kuwa ngumu aliomba pia mahakama kwamba mwezi wa 4 asilipe, ile kwanza mwezi wa 5 ataendelea na ile jambo. Kwa kweli dawati hili nalipongeza sana, wapo vizuri, hakutumia dharau, yaani wamtumia binadamu na wameshajua yaani kama aliye jambo wamejigeuzia upande wangu, je wangekuwa au ingekuwaje. Kwa kweli nawapongeza sana. Kwa kweli na washauri, yaani nawasisitiza, nawaambia kabisa kwamba ile sio kwa ajili ya mimi tu, ni kwa ajili ya nchi na wananchi na taifa kwa ujumla. Maana yake ni halali yetu, ni haki yetu, kwamba ningeshakosa haki zangu za msingi, pesa yangu ambayo nimetafuta kwa jasho langu mimi, mtoto wa kike, unaona. Lakini nawaelekeza kwamba naomba muende pale pale, hawachagui jinsia, hawachagui dini wala kabila, wapo vizuri. Na pia na kuna kingine faraja, nakuta wanatumia vocha zao kunipigia simu mimi na kunisalimia na kujulia maendeleo yapoje. Kwa hiyo dawati la msaada wa Mama Samia kwa kweli lipo vizuri. Kukosekana kwa elimu ya kisheria kwa jamii na watu kupeana vitu kiholela inaelezwa na Bi Amina Hamisi ambaye ni afisa maendeleo halmashauri ya mji wa Masasi, kutokea kwa kesi nyingi zinazosababishwa na watu wasiojua masuala ya kisheria. Majina naitwa Amina Hamisi Ali, ni afisa maendeleo ya jamii dawati la msaada wa kisheria halmashauri ya mji Masasi. Kutokana na migogoro mingi tunaipokea katika idara, inaonyesha kwamba
uelewa wa wananchi ni mdogo sana katika masuala ya kisheria, na hii ndio sababu migogoro inakuwa mingi katika jamii. Hivyo ningependa kuwashauri wananchi, endapo tutaitisha mikutano katika jamii, wasisite kujitokeza kwa wingi kwa ajili ya kupata elimu ambayo itawajengea wao ufanisi wa kuweza kuepukana na changamoto au migogoro mbalimbali katika jamii zetu. Lakini pia kampeni hii ya msaada wa kisheria ya Mama Samia imekuwa ni tumaini kubwa kwa wananchi kuzifikia haki zao. Hivyo kwa mwananchi yoyote ambaye ana changamoto, tunamuomba afike katika halmashauri ya mji Masasi, idara ya maendeleo ya jamii, dawati la msaada wa kisheria kwa ajili ya kumsikiliza na kuona namna gani tunaweza kumsaidia kutatua changamoto zake. Je, ni upi ushauri wake kwa jamii ili kuhakikisha amani inaendelea kudumu? Pia napenda kuiomba jamii ichukulie umuhimu mkubwa elimu na kuipa kipaumbele. Katika jamii yetu hii ya Masasi, wazazi naweza kusema kwamba elimu hawajaipa kipaumbele kwa kiwango kikubwa. Kwa mfano, tunakutana na kesi watoto wamedrop katika mashule. Sababu kubwa utakuta wamepelekwa mashambani kipindi cha mavuno, aidha ufuta au korosho. Lakini pia wazazi wanakuwa wanawatelekeza sana watoto. Mfano, mzazi anatoka asubuhi anaenda kwenye mihangaiko, hata akirudi jioni hapati ule muda wa kukaa na mtoto kumuuliza umekutana na changamoto gani. Mwisho wa siku unakuta watoto wanajiamulia mambo, watoto wadogo tu, lakini unakuta tayari mtoto ameshabeba ujauzito, anaacha shule. Lakini pia wazazi hao hawaipi, yani hawatoi yale mapenzi mazuri au tunasema malezi bora kwa watoto, jambo ambalo linapelekea watoto wengine sasa kupata ule msukumo kwa watoto wenzao na kupelekea kwa watoto wa mitaani wanapenda anasa zaidi. Mfano, unakuta mtoto pengine anaenda zake shuleni kupitia bodaboda, anajenga maziwa na hawa mabodaboda, kiasi ambacho mwisho wa siku ule mtoto anaharibiwa, mzazi anakuja kujilaumu mwisho, jambo ambalo angekuwa na uwezo wa kujilaumu, angekuwa na uwezo wa kulizuia lile tatizo mapema. Pia ni waase kina baba au tunasema walezi wa kiume wawe imara katika kusimamia familia zao. Kesi nyingi pia tunakutana nazo zinahusisha matunzo ya watoto. Wazazi wengi wanakimbia majukumu yao. Hii pia inasaidia kuporomoka kwa maadili na matatizo makubwa sana watoto. Mwisho wa siku ndio wanapata hiyo ukatili wa kijinsia, aidha wa ngono au kisaikolojia. Wazazi tujitahidi katika kuwalea watoto ili kujenga kizazi kilicho bora. Sisi kama dawati la msaada wa kisheria wa Mama Samia Video AIDS Campaign tunapinga na hatukubaliani kabisa na vitendo vyote hivyo vya ukatili ambavyo vinawakuta watoto, pia na matatizo mengine ambayo yanakuta hata watu wazima pia. Hivyo tunaishauri jamii, kwa mtu yote ambaye atasikia kuna tatizo lolote limemfika mtoto au mtu mzima la ukatili wa kijinsia au kudhulumiwa haki yake, afike idara ya maendeleo ya jamii, dawati la msaada wa kisheria kwa ajili ya kupata usuluhisho. Msaada wa kisheria kwa haki, usawa, amani na maendeleo. Lengo la makala hii fupi ya mafanikio MSLAC ndani ya halmashauri ya mji wa Masasi ni kutoa elimu kwa jamii, hususan wananchi, kufuatilia majukwaa ya msaada wa kisheria pamoja na kuacha kujichukulia sheria mkononi, ikiwamo kugawana vitu kiholela bila kufuata taratibu za vyombo vya kisheria. Mimi ni Rauf Saidi, niliandaa na kusimulia makala hii.